Nijalia mimi na wewe kuwepo hai katika mgongo wa ardhi hii, si kwa ujanja wetu, bali ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo yeye Mwenyezi Mungu ametuafikia tuwe hai na salama juu ya mgongo wa ardhi, kwa sababu leo katika ardhi kuna wenzetu ambao huenda wengine leo ndio wamepelekwa makaburini, wakawa ndio siku yao ya kwanza pale kaburini. Huenda wengine wamepelekwa jana, huenda wengine wamepelekwa juzi. Hawa si makosa wamefanya, hapana, bali ni ahadi yao ilifika kwamba wao waondoke. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa utukufu wake akaniacha mimi na wewe katika ardhi. Lengo na makusudi tuendelee kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia tumtegemee Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Pili ni kumtakia rehma kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye Mtume amefanya kazi kubwa sana, amezunguka maeneo mengi akiwatangazia watu kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah pamoja na maswahaba zake, mpaka mimi leo na wewe tumefikiwa na kilima hiki. Si kazi nyepesi, kazi nzito aliyofanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ima ndugu zetu, somo lililopitishwa na Sheikh Hassan, ameingia katika nyanja nyingi sana, ametambaa katika maeneo mengi, na pia tumuombee Allah kwa sababu juhudi anayoifanya ni juhudi kubwa sana kwa ajili ya kufikisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ima lengo letu la kuwepo hapa ndugu zanguni labda lifahamike, asije mtu akasema labda hawa wako na malengo fulani. Hapana, sisi tuko na lengo moja tu ambalo limetuleta katika maeneo haya na maeneo mengi katika nchi ya Kenya tumezunguka, lakini lengo lilotuleta hapa, Allah anasema katika Qur'ani sura ya 3 aya yake ya 104. Wacha nianzie pale tukisonga, ili kwanza tufahamike malengo yetu ni gani. Twende mwalimu wangu. 3:104 Qur'ani. 104 Qur'ani inasema, ndio, Bismillahirrahmanirrahim. Na wawepo katika nyinyi watu na wanaolingania kheri Uislamu. Hebu subiri, Mungu anasema katika watu, basi liwepo kundi ambalo kundi hili litatoka barabarani, litaingia masokoni, watapita vijijini kama humu. Lengo na makusudi ni kulingania watu. Je, watu hao wanalinganiwa nini? Allah amekuja akasema hawa kazi yao ni kulingania watu, yani watu waweze kuingia katika dini ya Allah. Endelea. Wanaolingania kheri Uislamu. Asante. Na wanaamrisha mema na wanakataza maovu. Tena watu hawa baada ya kuwalingania watu kwamba waingie katika dini ya Mwenyezi Mungu, yani dini ya Kiislamu, pia wanakataza mabaya. Wakiona mambo mabaya wanakataza. Pia wanaamrisha watu kwamba wamwelekee Mwenyezi Mungu, waende wamsujudie Mwenyezi Mungu, kwa sababu hakuna wa kuabudiwa isipokuwa ni Mwenyezi Mungu mmoja tu, naye si mwingine, ni Allah tabaraka wa taala. Haya ndiyo malengo ya kuingia katika viwanja, kuweza kuwalingania watu kheri waweze kuingia katika Uislamu. Na pia Mwenyezi Mungu ametuwekea mipaka. Baada ya kutuelekeza sasa kwamba tuwalinganie watu, kuna maneno Allah anasema, kuna maneno Mwenyezi Mungu anasema katika sura ya 3 hapo aya yake ya 68. Hebu msikize Mwenyezi Mungu anasema nini. 3:68. 3:64 Qur'ani. 64. Inasema hivi. Ndio. Sema, na enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hapa kuna wenzetu waliosoma kuniliko, hasa Waislamu, maana Waislamu wote wasomi isipokuwa mimi. Kuna kitendo pale cha kuamrisha. Allah anamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, aseme. Na katika lugha, wale waliosoma lugha, kuna vitu vitatu katika lugha. Kuna kitu kinaitwa fil madhi, kuna kitu kinaitwa fil mudhari, kuna kitu kinaitwa fil amri. Hapa Mwenyezi Mungu anamwamrisha Bwana Mtume Muhammad, hii ni amri. Anamwambia Bwana Mtume Muhammad yaseme, enyi watu waliopewa kitabu, twende
Ni watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu, Mayahudi na Manasara. Tena watu wenyewe wametajwa kwamba waliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu wa kwanza ni Mayahudi, kisha watu wa pili ni Manasara. Twende. Jioni katika neno lilo sawa baina yetu na baina yenu. Kisha kuna mwito sasa. Mwenyezi Mungu anamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaite watu, awaambie njooni katika neno lililo sawa. Tena neno hili ni baina yenu nyinyi, kisha ni baina yetu sisi. Neno gani hilo? Twende. Ya kwamba na tusimwabudu yeyote ila Mwenyezi Mungu. Malengo yetu ya kufika katika maeneo mengi jijini na vijijini ni kuambia watu wamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Haya ndiyo malengo. Watu waache kumshirikisha Mwenyezi Mungu, watu waache kuabudia viumbe badala ya Mwenyezi Mungu, watu wamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja tu. Kwa hiyo huu ndio wito ambao tuko nao, kuwaita watu katika njia ya Mwenyezi Mungu na kuambia watu wasimshirikishe Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Ukimshirikisha Mwenyezi Mungu ni makosa. Allah peke yake ndio anastahili kukusudiwa na viumbe vyake kwa kumuomba na kumtegemea na kumwabudu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akitokea mtu sasa anaabudu kinyume na Mwenyezi Mungu, sasa sisi tumetoka barabarani kuja kumwambia haya ni makosa. Tumwelekee Mwenyezi Mungu mmoja tu, tumuombe Mwenyezi Mungu mmoja tu, tumtegemee Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Na endapo tutakuwa na kawaida hii, basi mambo yetu yote tuwenye kufaulu, kwa sababu tunamwelekea nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, tuko walimu ambao tumefika katika eneo hili. Mwalimu wa kwanza aliyozungumza nanyi ni Sheikh Hassan Mrefu. Huyu ni mwalimu wetu, pia ni bwana mitambo, anaitwa Hassan Mrefu. Mimi ninazungumza nanyi na jina langu maarufu naitwa Idris Athmani Shemdorwa. Kisha kuna mwalimu wetu ambaye anatufundisha kazi hii ni Sheikh Salim Ngugi, ambaye kwa sasa hivi ameshikilia kipaza sauti hapo cha msomaji. Lengo na makusudi ni kufundishana maneno ya Mwenyezi Mungu, na pia tumeona ushirikiano. Yaani leo ndio tumeanza hapa, lakini tumeona ushirikiano mkubwa kabisa baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Hii ndio dini inatakiwa hivyo. Wakati wamefika walimu wetu, amejitokeza mama akatoa kiti, akatoa benchi, akasema hili kalieni, na amelitoa kwa sababu amesikia ni maneno ya dini. Akasema na mimi kwa sababu ni kiumbe natoa benchi langu hili kwa sababu watu wapate ujumbe wa Mwenyezi Mungu, watu waweze kumtambua Mwenyezi Mungu. Lakini pia Mwenyezi Mungu aliyajua mambo hayo tangia zamani, kwamba katika maisha tunayoishi. Tena aya hii ambayo nitaitoa sasa hivi hapa, aya hii inatukusudia zaidi watu ambao tunaishi maisha ya pamoja. Hebu msikize, Mungu ana kitu anasema katika Qur'ani sura ya 5 aya ya 82. Msikize Mwenyezi Mungu ana maneno, anataka kuongea na watu wa kijiji hiki na watu wote waliosoma Qur'ani na watu wote ambao watasikia ujumbe huu. Msikize Mungu anasema nini. Twende. Inasema ndio, hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu ni Mayahudi. Mungu anasema kuna watu ambao ni maadui kwa Waislamu. Mungu akawataja kwa kabila lao bila kificho kwamba Mayahudi tayari wako na uadui na Waislamu. Twende. Na wale mushrikina wasiokuwa na kitabu. Tena kuna watu ambao wanamshirikisha Mwenyezi Mungu bila kuwa na ilmu. Hawana elimu yoyote, hawana kitabu, hawana mwalimu, hawana shekhe, hawana ustadhi. Hawa ni washirikina, maadui hawa. Twende. Utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu. Ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Hebu subiri, mimi naombeni kwa ajili ya mkutano. Wakristo nyosheni mkono. Ikiwa wewe ni Mkristo nyosha mkono. Ikiwa ni Mkristo nyosha mkono. Hebu angalia Qur'ani vile inawatambua Wakristo. Qur'ani inawasifia Wakristo kwamba utawaona walio karibu zaidi na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Nataka nifafanue aya hii. Hebu subiri. Nataka nifafanue aya hii vizuri. Lengo la Mwenyezi Mungu kutuweka Kenya, yeye Mwenyezi Mungu ndio analijua. Lakini leo hebu angalia kati ya Waislamu na Wakristo. Mimi nakuchukulieni mfano wa Kenya tu, siendi mahali kwingine. Waislamu na Wakristo tunafanya biashara pamoja.
Muislamu akiuza Mkristo ananunua, Mkristo akiuza Muislamu ananunua. Watoto wetu mashuleni, hakuna shule ya Uislamu tu, hapana, watoto wa Kikristo na watoto wa Kiislamu. Hospitalini hakuna dawa za Wakristo tu na Waislamu, hapana, dawa zote za Waislamu na Wakristo. Sasa Mungu anawajua, akasema mtawaona walio karibu zaidi kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Kweli Waislamu na Wakristo sisi ni marafiki, na isitokee jambo lolote tukaja kutenganishwa kati ya Muislamu na Mkristo tukaunda uadui, hilo ni kuvunja mipaka ya Mwenyezi Mungu. Wakristo wakiweka crusade yao, Waislamu tusikilize, tuwasikilize wenzetu, na Waislamu na sisi tukiweka, Wakristo nao watusikilize, na Waislamu tufanyeni biashara na ndugu zetu, kwa sababu Mungu kashasema kwamba hawa ni maadui zetu. Tusiwadharau Wakristo, Wakristo na sio tudharau, ili maisha yetu iweze kusonga mbele. Tuishi maisha ya amani popote tulipo. Ukimwona mtoto wa Kikristo ni wa kwako, wa Kiislamu na Mkristo ni wa kwako, basi maisha yetu kufikia hapo yatakuwa yanaenda vizuri, kwa sababu Qur'ani ishamaliza kazi kwamba Mkristo na Muislamu ni marafiki. Endelea sasa. Hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavyuoni, katika watu ambao ni wasomi. Mimi nakuambia ukweli, Mungu keshasema kwamba Wakristo ni wasomi, tena hapo wameitwa wanavyuoni. Vumilieni tu hivyo hivyo. Qur'ani ndio imesema kwamba katika wao wapo miongoni mwao wanavyuoni. Sisi leo tunapanda ndege tukienda Maka kwenda kuhiji katika nyumba takatifu ya Allah. Mtume anasema hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Tunaenda sisi Maka, chombo tunachokitumia ndege kimeundwa na Wakristo. Mbona tusikubali? Ni wasomi, wameenda shule, miongoni mwao wapo ambao wameenda shule. Maliza. Na wachao Mungu. Kisha wachao Mungu wako katika Wakristo. Kwa hiyo mmoja wetu wa dini tubaki vile vile, tuwaeleze wenzetu kwamba hii ndio haki. Wakikubaliana na haki waipate, wasipokubaliana na haki, sisi hatuna amri ya kueleza chochote, lakini amri imetoka kwake mwenyewe Allah katika Qur'ani sura ya 2 aya yake 256. Allah anatuambia nini katika Qur'ani? Twende 256 Qur'ani. Inasema hivi, ndio kwa jina la Mwenyezi Mungu. Inasema Bismillahirrahmanirrahim. Asante. Hakuna kulazimishwa mtu kuingia katika dini. Mungu anasema sasa, baada ya kumwelewesha mtu kwamba huu ndio Uislamu, kilichobakia sasa kwake mtu yule ni yeye mwenyewe na roho yake achukue maamuzi. Akiona ni haki aipate, na akikataa, huna haki ya kumlazimisha mtu katika dini. Hiyo sio kazi yako. Kazi yako ni wama alaina illa albalaghul mubin. Mfikishie maneno ya Allah, kisha baada ya kumfikishia, Mungu anasema man yuridullaha khairan yufaqihu fi din. Yoyote yule ambaye Mwenyezi Mungu amemuongoza kumfungua kifua chake kukubali Uislamu, na ikiwa atakataa, hauna haki ya kumlazimisha mtu kuingia katika Uislamu. Maliza, twende. Inasema hakuna kumlazimisha mtu kuingia katika dini, uongofu umekwisha kupambanuka na upotovu. Mungu anasema uongofu ushapambazuka. Basi anayemkataa shetani na akamwamini Mwenyezi Mungu. Anayemkataa shetani akamwamini Mwenyezi Mungu, ndio bila shaka yeye ameshika kishiko chenye nguvu kisichokuwa na kuvunjika. Bila shaka mtu huyo amekuwa ameshika kishiko ambacho hakina matatizo, ni kishiko kizuri. Mimi naomba nimsalimie kakaangu hapa. Kaka, habari yako? Mimi nina hamu sana ya kukusalimia tena kwa ajili ya mkutano. Salamu tu peke yake, kisha kuja salimie ndugu yangu, maana mimi nina ndevu nyeupe, nina haki ya kusalimiwa tena. Habari yako ndugu yangu? Mzima. Bwana anakuita nani? Michael Mulindi. Bwana ako na jina zuri. Michael ni jina zuri sana. Mimi nawapenda sana Wakristo. Yaani mimi ninawapenda Wakristo. Hebu msalimie wewe kaka mwenye viatu. Njoo Michael unasalimia hapa. Wakristo mimi nawapenda. Hawa ni ndugu zangu. Jamani, mimi kwanza nijitambulishe. Mimi Jenga hii nimekaa miaka 7.
hapa Jenga miaka 1117 pale kwenye msikiti mdogo ule mbele yake kidogo. Kwa hiyo mimi nikisema ni mwenyeji, mimi ni mwenyeji kweli, maana Ngugi wewe hata wape hujui mahali iko, mahali tunanunua nyanya za rahisi huko ukiambiwa kwa Muhindi wewe hujui, na ukipotea hapa ndio inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mimi nawapenda sana watu wangu wa Jenga kwa sababu kazi hii nijifunzia hapa. Ndio maana zunguka yangu yote huwa nakuja Jenga ili kueleza watu maneno ya Mwenyezi Mungu. Hebu mpe maiki ndugu yangu. Kaka, hebu tangaza jina lako vizuri. Wanakuita nani? Michael Mulili Mwabu. Asante sana. Kwanza Michael, mimi nikukaribishe kwa heshima kubwa katika mkutano wetu. Karibu sana katika mkutano. Amina. Asante sana. Mimi bwana, jina langu gumu sana. Nilitamka mwanzo, ulisikia nilisema naitwa nani? Nimefika late. Umechelewa kidogo. Bwana, Qur'ani sura ya 19 aya yake ya 56. Mimi naona nitapata jina langu hapa. Twende. Sura ya 19 aya yake ya 56. Kama sikosea jina langu liko hapo. Twende mwalimu wangu. Suratu Maryam. Nasema hivi, naam, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Twende baba. Namtaje nani? Idris. Katika kitabu hiki. Hebu mpe. Umesikia jina langu lakini kukwambia rudia hapo utakosea, mimi najua. Hebu rudia, naitwa nani? Maana hapo mpaka uhakikishe vizuri. Naitwa nani? Idris. Idris, hilo ndio jina langu. Wewe umesema unaitwa Michael? Michael. Aha, Michael, karibu sana katika mkutano. Asante sana Michael, isikie kwanza uko nyumbani, kwa sababu nilitoa aya mimi katika Qur'an kwamba kuna watu ambao ni marafiki, na urafiki wetu tunasema usivunjwe na mtu yeyote kwa misingi ya itikadi ya kidini. Waislamu na Wakristo sisi ni marafiki, si ni kweli ndugu yangu? Ndio. Hivi kwa akili yako Michael, hawa Waislamu wameumbwa na nani? Na Mungu. Na Mungu. Na Wakristo wameumbwa na nani? Na Mungu. Na Mungu. Sasa ikiwa sote tumeumbwa na Mungu, sasa ndio nasema kwamba kisitokee kitu ambacho kitatutenganisha kati ya Muislamu na nani? Na Mkristo. Na maneno yako ni mazuri kwa sababu Mungu keshasema, yani haya maneno unasema Qur'ani sura ya 49 aya yake ya 13. Sikiliza mwenyewe anasema nini. Labda hujaiona Qur'ani, ndio Qur'ani 49:13. Naam, nipo hapo, inasema hivi. Muonyesha tu Qur'ani. Muonyeshe, maana nakupa maiki kabisa. Labda hajaiona. Inasema leo mimi sipo. Enyi watu. Naam. Enyi watu. Hebu mpe kwanza maiki. Hapa Mungu anasema enyi watu. Ndio. Hivi ukisikia watu, Waislamu si ni watu? Ndio. Wakristo nao si ni watu? Ndio. Kwa hiyo Mungu akisema enyi watu, anaongea na watu wote, si ni kweli? Kabisa. Hata yule hana dini, Mungu anaongea naye. Tuende mwalimu wangu. Enyi watu. Ndio. Kwa hakika tumekuumbeni nyote kwa yule mwanaume mmoja Adam. Hebu mpe sasa, kwa mujibu wa imani ya Kiislamu kwamba sisi sote tumetoka kwa Adam. Maneno ya Qur'ani ni kweli ama ni uongo? Ni kweli. Kumbe sote tumetoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Adam, si ni kweli? Hebu tuende maliza. Na yule mwanamke mmoja Hawa. Tena wote tumetoka kwa yule mwanamke mmoja anaitwa Hawa. Hebu mpe tena chombo. Haya maneno ya Qur'ani ni ya urongo ama ni ya ukweli? Ni ukweli. Kumbe sote tumetoka kwa nani? Adam. Kwa Hawa, kwa mwanamke ambaye ni nani? Hawa. Ni Hawa. Na tumekufanyieni mataifa ndio na makabila mbalimbali. Mungu anasema ametufanyia mataifa, yaani ukisikia Tanzania taifa, Uganda taifa, Kenya taifa, kumbe mataifa Mungu aliyajua kwamba yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu ndio ametuumbia mataifa
twende na makabila mbalimbali. Hebu subiri, kisha Mungu anasema na makabila. Hapa nitazungumza kulingana na makabila, nitazungumza. Kuna nidhamu mbaya watu wanatumia, lazima tuikemee hii. Kumuita mtu kwa kabila lake ni makosa. Wacha kumuita mtu we Mkamba, wacha kumuita mtu we Jaluo, wacha kumuita mtu Kikuyu, wacha kumuita mtu Borana. Hapana, huyu mtu amezaliwa na babake na mamake, kisha Mungu akampa jina lake. Tumia nidhamu ya kumuita mtu kwa jina lake, sio kabila lake. Ni makosa kumuita mtu kwa kabila lake. Twende, naendelea kusema ndio tumekufanyeni mataifa na makabila mbalimbali, ndio ili mjuane tu. Kumbe lengo la Mwenyezi Mungu kutuumba makabila na mataifa ili tuweze kujuana tu. Kwa nini? Sio mkejeliane. Ni makosa kumkejeli mtu kwa kabila lake. Maliza. Hakika aheshimiwaye sana miongoni mwenu mbele ya Mwenyezi Mungu ndio ni yule amchaye Mwenyezi Mungu zaidi. Kwa hiyo kumbe kuna mtu ako na heshima kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu akasema mtu huyo ni yule amchaye Mwenyezi Mungu. Umesikia Qur'ani ndugu yangu? Hebu ongea na maiki nisikie raha. Ndio nimesikia. Asante. Hivi ushawaona Qur'ani maisha yako? Bado. Yaani leo ndio siku ya kwanza? Basi niambie asante kidogo. Asante kabisa. Kwa kukuonyesha Qur'ani sio? Hivi maneno uliyosikia katika Qur'ani ni mazuri ama ni mabaya? Hayo ni mazuri kabisa. Ni maneno mazuri Sasa ndugu yangu, mimi kwanza nikupe nafasi nzuri sana ya kuniuliza swali dogo. Usiniulize gumu, niulize tu kaswali kadogo. Ukiniuliza gumu nampisha huyo ndio mwalimu wetu. Kaswali tu kadogo ambapo unaona unaweza kuniuliza. Kadogo tu kwa ajili ya tuweze kufundishana. Mimi ninachojua, Michael, ninachojua mimi kusimama hapa sio kwamba nimewazidi wote elimu hawa, hapana. Lakini nina bahati tu ya kushika maiki. Na wewe ukiwa hapo, huenda kuna jambo unalolijua mimi silijui. Leo nikapata faida kutoka kwako. Na mimi huenda kuna jambo ambalo wewe hulijui, nikakufundisha ukapata faida kutoka kwangu. Kwa hiyo lengo letu sisi ni kufundishana. Maneno ya nani? Ya Mungu. Una swali gani ndugu yangu unaweza kutuuliza? Dogo tu. Sio sahihi. Ukikosa swali sasa, si mimi nitakuuliza kadogo. Niulize. Na uko tayari nikuulize kadogo? Niulize. Asante sana. Mimi naomba nikuulize kaswali kadogo. Kwanza ndugu yangu, mimi ni Muislamu na wewe ni Mkristo. Mkristo. Asante sana. Kuwa Mkristo sio hatia. Kuwa Muislamu sio hatia. Sisi sote tumeumbwa na nani? Na Mungu. Na Mungu. Hapo umenijibu vizuri na mimi nimeridhika. Sasa kaswali kengine kadogo, maana wewe unajua kujibu maswali. Ndio. Mimi huwa naenda kuabudu kwenye nyumba inaitwa msikiti. Na wewe mwenzangu unaabudu wapi? Kwa kanisa. Kwa kanisa. Hapa sasa si unaona? Hapa tumepoteana kidogo. Sasa unaonaje ndugu yangu, na wewe ukanihubiria na mimi Jumapili niende kanisani? Leo mimi nataka unihubirie vizuri ili Jumapili na mimi niingie kanisani. Unaonaje? Michael. Ndio. Nataka unihubirie kidogo na mimi Jumapili niingie kanisa. Unaonaje? Wewe hiyo. Yaani unieleze mwenzangu Kristo kwa hivyo na mimi Jumapili niwaambie Islamu sasa leo. Mimi navaa tai yangu naingia kanisani leo. Unaweza kunihubiria kidogo na mimi niingie Jumapili kanisani? Sawa. Hebu niambie. Mkristo. Naenda kwa kanisa kuhubiri. Unaenda kwa kanisa kuhubiri, ndio? Na unajua Yesu ni Bwana Shetani. Yesu ni bwana wa Shetani. Yesu ni Bwana. Ni Bwana. Yaani bi maana wewe sasa hivi umeokoka, sio? Kabisa. Kabisa. Kwani kuokoka ni sasa ama ni baadaye? Kwa sababu saa hizi itokee ajali tuseme. Ndio. Lianguke gari. Na wewe ulikuwa ndani ya gari. Ndio. Kisha kuna wale ambao tayari wamekufa na kuna wale ambao wamenusurika na ajali ile. Sasa wale ambao wamenusurika si ndio wanasema tumeokoka na ajali? Kuokoka? Kuokoka ni kujua Yesu ni Bwana. Yaani ukishamjua tu Yesu ni Bwana umeokoka. Na unatii
Na unatii Imam. Yaani mimi sikatai kuokoka, hata mimi nakubali. Sikatai mimi kuokoka. Hebu Qur'ani sura ya 2 aya yake 21 kama sikosei. 2:21. Kuokoka mimi sikukatai ndugu yangu, sikukatali. 2:21 Qur'ani. 21 Qur'ani. Ndio. Inasema hivi. Kuokoka. Acha nimuonyeshe kabisa hiyo. Hebu isome Qur'ani. Najua amesema ndugu yetu ameokoka, sikukatali mimi. Kuokoka bwana. Anasema ni sahihi. Nasema enyi watu, ndio, waabuduni Mola wenu. Hebu subiri kwanza, mpe maiki. Mungu anasema enyi watu, si ni kweli? Ndio. Hivi wewe si ni mtu? Ndio. Na mimi si ni mtu? Kabisa. Kwa hiyo kwa mujibu wa Qur'ani natakiwa tumwabudu nani? Mungu. Mungu. Hebu maliza, twende. Enyi watu, ndio, mwabuduni Mola wenu. Tumwabudu Mwenyezi Mungu, ndio, ambaye amekuumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu. Kumbe Mungu ndio aliyotuumba sisi na wale waliotutangulia kuanzia Adam mpaka kuja zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teremka ili na mpate kuokoka. Mpe kuokoka ili tupate kufanya nini? Kuokoka. Wakati gani huo? Wa mwisho. Wa mwisho. Kwa hiyo wewe umeokoka sasa ama wakati wa mwisho? Umeokoka mwisho, wakati wa mwisho. Na saa hii umeokoka. Sasa hii umeokoka. 1:5 Petro wa kwanza. Huyu anasema mzuri sana. Anasema sasa hii mimi tayari nishafanya nini? Ushaokoka. Hebu tumuulize mwenye vitabu anasema nini juu ya wokovu. 1:5 Petro wa kwanza. Maana tena Petro wa kwanza 1:5. Waebrania Petro wa kwanza 1:5 kama sikosei. 1:5, angalia hapa ndugu yangu. Ndio. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu. Hebu mpe kwanza. Hao wanaolindwa na nguvu za Mungu akina nani? Sisi. Ni nyinyi Una hakika vizuri Ndio. Hebu mpe aendelee, twende. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu. Ndio. Kwa njia ya imani. Kumbe njia inayofanya mlindwe na Mungu ni njia gani? Hebu mpe maiki. Ya imani. Ya imani. Kumbe ukiwa na imani unalindwa na nguvu za nani? Za Mungu. Hebu mpe endelee, twende. Ili na acha nimuonyeshe kabisa. Na nguvu ya imani. Ndio. Hata na mpate wokovu ndio ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Hebu mpe. Kumbe wokovu utafunuliwa wakati gani? Wa mwisho. Kwa hiyo sasa hivi umefanyaje wewe? Kuokoka. Wakati wa mwisho tayari? Sasa hii wokovu huko. Qur'ani inasema ili mpate kuokoka wakati wa mwisho. Biblia naye inasema tupate kuokoka wakati gani? Wa mwisho. Kwa hiyo kwa sasa hivi wewe umeokoka ama unasubiri wakati wa mwisho? Ndugu yangu. Sasa umeokoka? Na Mungu anasema wokovu ni wakati gani? Wa mwisho. Sasa si utakuwa unadanganya hao kwa sasa hivi. Wakati wa mwisho bado. Kwa hiyo usiseme sasa umeokoka, sawa? Sawa. Wacha tusubiri wakati wa mwisho. Uko na swali sasa na kuuliza? Hakuna. Hata moja. Bana mimi naingia, kuna mahali mimi naenda kuabudu. Huwa ikifika wakati nikisikia Allahu Akbar, Allahu Akbar, kuna nyumba maalum naenda kuabudu. Na nyumba hii Mungu ameitaja katika Qur'ani sura ya 72 aya yake ya 18. Nipisha Google, twende. Sura ya 78 aya yake sura ya 72 aya yake ya 18. Naam. Hakika. Naam. Misikiti yote ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Hebu mpe ndugu yangu. Ndio maana unaona misikiti inajengwa sana kila eneo. Mungu anasema misikiti yote nyumba ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Sasa alipokuja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufundisha tuingie misikitini, twende tukamwabudu Mungu katika nyumba hizo. Si ni kweli? Ndio. Na wewe sijui ndugu yangu kama ushaanza kuingia msikitini? Bado. Sasa unangoja nini? Na Mungu ashasema ni ndio nyumba zake. Nini unangoja ndugu yangu? Niko tayari. Uko tayari kuwa Muislamu? Kuingia msikitini? Mimi sijaamini.
Bwana, nataka nikuulize tena. Ndio. Uko tayari kabisa kuwa Muislamu? Kabisa. Kabisa? Ndio. Kwa roho yako? Kabisa. Bwana, mimi nakupongeza sana kwa uamuzi uliochukua wa kuingia katika dini ya Uislamu. Tena Mungu anasema katika Qur'ani sura ya 3 aya yake ya 85 bila kumchelewesha. Twende ndugu yangu. Hiyo ndio kheri ambayo inatuleta viwanjani. Twende mwalimu wangu. 385 Qur'ani. Nasema hivi. Ndio. 385. 3 aya yake 85 Qur'ani. Anayetaka dini na isiyokuwa ya Kiislamu, Mungu anasema anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu basi haitakubaliwa kwake. Basi dini hiyo haitakubaliwa kwake Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Naye akhera, naye siku ya mwisho atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Huyo mtu atakuwa mwenye hasara kubwa kabisa. Sasa ndugu yangu, naona amechukua uamuzi wa kukubali Uislamu. Sasa ndugu yangu, Uislamu, kuingia katika dini ya Uislamu hakuna kazi kubwa, hakuna kutumbukizwa kwa maji, hakuna kupata yani ni mazungumzo, ni maneno tu ambayo nitatamka mimi na wewe nifuatishe, kisha baadaye ni kuchagua jina, tayari umekuwa Muislamu. Umekubaliana na hilo ndugu yangu? Asante sana. Bila shaka kabisa, bila shaka yoyote kabisa. Asante sana. Kwa hiyo hebu nyoosha kidole chako juu kimoja, hiki cha kulia. Asante sana. Sema bismillahi rahmani rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allahu wa ashhadu anna Muhammad Rasulullahi. Hayo maneno umesema kwa Kiarabu, tena umetamka lugha fasaha, lugha aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa nataka nikueleze kwa Kiswahili umezungumza nini. Sawa ndugu yangu? Ndio. Sema nakiri kwa moyo. Ili na moyo. Nakiri kwa moyo. Nakiri kwa moyo. Natamka kwa ulimi wangu. Natamka kwa ulimi wangu. Ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mungu mmoja tu. Nakiri kwa moyo. Natamka tena kwa ulimi wangu. Ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Nimekiri na kuamini. Mwenyezi Mungu, niongoze mimi katika dini yako, dini ya haki, dini ya Uislamu. Kwa maneno hayo machache ndugu yangu uliotamka, tayari wewe umekuwa Muislamu na Mwenyezi Mungu amekufutia dhambi zako zote ulizozifanya, kwa sababu leo umeiona haki, na si haki tu. 64:2 kitabu cha Isaia. Hebu twende mwalimu wangu. 64:2 Isaia. Ameingia katika Uislamu. Mashaallah, Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Hii ndio kazi ya manabii, hiyo ndio kazi ambayo ilifanywa na manabii wote waliotumwa na Allah, kuzunguka mitaani kueleza watu hii ndio haki, na watu wakikubali haki waingie katika Uislamu. Kitabu cha Isaia 62:2. Twende. Inasema na mataifa wataiona haki yako. Ndugu yangu, Biblia inasema na mataifa wataiona haki yako. Ndio. Na wafalme wote watauona utukufu wako. Na viongozi wote sasa watauona utukufu wako, kwa sababu tayari utabadilika. Utaingia katika nyumba ya Allah, utavaa kanzu, utavaa kofia yako, ukipita barabarani viongozi washajua kwamba huyu kidume huyu ameuona utukufu. Twende mwalimu wangu. Nawe utaitwa jina jipya. Hebu mpe sasa Sheikh Hassan. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawe utaitwa jina jipya. Katika majina ndugu yangu ya Kiislamu ni mengi sana, labda ungependa jina gani? Ukiitwa jina hilo unajisikia raha mustarehe, nimeingia katika dini ya Allah na nimeitwa jina ambalo liko na maana nzuri. Ungependa kuitwa jina gani? Jina lolote la Kiislamu. Unawajua Waislamu wengi sana mtaa huu na majina yao unawajua. Jina gani ungependa uitwe? Muhammad. Takbir! Allahu Akbar.
Sijasikia. Takbir! Allahu Akbar. Wapo Waislamu sijasikia. Huyu bwana kachagua jina linatisha. Nataka kurudia takbir. Waislamu wote mko hapa. Ikiwa sauti yako ndogo, shauri yako, toa sauti kwa ajili ya Allah. Takbir! Allahu Akbar. Ndugu yangu naye ameitikia. Anasema na mimi naitikia. Huyu bwana amechagua jina linatisha. Jina Muhammad tafsiri yake kubwa. Na ukimwona mtoto yoyote amepewa jina Muhammad, Allah ana hekima kubwa sana na jina hilo Muhammad. Hebu soma Qur'ani sura ya 33 aya yake ya 40. Msikize Mungu anasema nini katika jina ulilochagua. Twende mwalimu wangu. 33:40 anasema Muhammad na si baba yote katika wanaume wenu. Mungu anamtaja bwana mtume Muhammad kwamba si baba yote katika wanaume wenu. Kwa nini? Bali yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mwisho wa mitume. Huyu ndio aliyepewa daraja na Allah kwamba yeye ndio atakuja kufunga ukurasa wa mitume. Baada yake hakuna mtume, na akitokea ni mrongo. Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu, hebu kuja katika maeneo. Waislamu tunaomba kiti special kwa ajili ya ndugu yetu Muhammad. Kiti kije hapo akae ndugu yetu, ili tuweze kuzungumza naye aweze kupata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya, nataka ninyoshe ile mwalimu, nibadilishe mwalimu kidogo na mimi nipumua, lakini nataka kuwajua Waislamu tuko ngapi leo tumehudhuria. Waislamu tunyoshe mkono. Leo ndio siku ya kwanza na tuko hapa, mashaallah tuko wengi sana. Waislamu tuko wengi. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri. Haya, ndugu zetu wa Kristo wapendwa katika Bwana, na wapenda sana kwa ajili ya Mungu. Nyosha mkono Mkristo mahali uliko. Usiogope Mkristo. Mahali uko nyosha. Mbona mko wengi? Watoto ndio wananyosha. Tupisheni gari kidogo. Tupisheni gari. Mko wengi sana. Kaka mwenye viatu nikusalimie. Kaka, habari yako? Mzima. Kuja nisalimie kidogo. Salamu tu. Kuja nisalimie. Bwana nakuita kwa ajili ya Mungu. Huyu ndiye anaingia kabisa porini. Anasema mimi salamu sitaki. Salamu peke yake sitaki. Lakini mbona Mungu hebu Isaia 1:18. Hebu itafuta andiko hilo. Wakristo mkono juu. Jamani, mkutano wa amani, mkutano wa dini, tunawapenda kwa ajili ya Mungu. Wakristo nyosheni mkono. Nyosha mkono Mkristo. Kwani leo mko wachache aje? 1:18 Isaia. Inasema haya, njooni tusemezane. Kwa mujibu wa andiko la Biblia inasema njooni tusemezane. Kwa nini? Asema Bwana. Tena maneno hayo Mungu ndio anasema. Wakristo nyosheni mkono sasa. Mkristo nyosha mkono. Si unaona kijana ananyosha. Kaka mwenye viatu huyu hapa nikusalimie. Habari yako ndugu yangu? Mzima. Hebu salimie kidogo. Salamu tu peke yake. Kuja salimie. Salamu tu. Mimi nataka nijue kama watu wa Jenga mmenisahau. Maana ni siku nyingi sikuwa na ndevu nyeupe wakati huo. Habari yako ndugu yangu? Wanakuita nani? Unaitwa nani? Oscar. Oscar. Si unaona Oscar? Hebu Oscar kwanza. Oscar njoo upumzike. Salimia kaka mwenye kofia yake ya dukani. Bana, watu wa Jenga. Jenga mimi nimekaa sana hapa. Mimi ni mwenyeji. Jenga mimi ni mwenyeji. Hebu mpe maiki Oscar. Oscar, hebu chukua maiki ndugu yangu. Umesema unaitwa Oscar? Naitwa Oscar. Asante sana. Oscar, karibu sana katika mkutano. Asante sana. Bwana Oscar, sisi tumeweka mkutano wetu nje. Barabarani. Hatutukani mtu. Hatutukani dini ya mtu. Hiyo ni mzuri. Hatuzungumzi maneno mabaya na watu. Sisi lengo letu kufundishana maneno ya dini. Na mimi nikiwa hapa kuna mambo mengi siyajui, wewe wewe Oscar unayajua, si ni kweli? Ni kweli. Lakini tunapokaa tukafundishana, tukaeleweshana, hiyo si ni jambo zuri? Ni jambo zuri. Ndio nikakuita Oscar, nikakuambia karibu, nawe si ulikuja. Sasa nataka nione kama watu wa Jenga wananikubali. Dada, niwasalimie nyinyi wawili hapa. Wote wawili. Hamjambo? Wewe mwenye viatu, hebu kuja salimie. Kuja tu salimie. Salamu tu peke yake, njoo nisalimie. Watu watajuaje? Hujambo dada. Wanakuita nani? Elizabeth. Hebu ongea na hii mic yangu. Wanakuita nani? Hebu sogea hivi kidogo. Elizabeth, mimi sikusikii vizuri. Asante sana. Wanakuita nani hivi? Elizabeth. Elizabeth, mimi ni Muislamu na wewe Mkristo. Waislamu na Wakristo, nilirudia tena kwamba asitokee mtu akatutenganisha kwa misingi ya kidini. Muislamu na Mkristo sisi ni mandugu. Si ni kweli? Asante sana. Hebu msalimie yule kaka pia pale. Yule kaka mwenye kofia ya dukani. Salamu tu, nenda msalimie kakangu. Yule ndio mdogo wangu wa mwisho. Salamu tu peke yake. Bana.
Huyu ndugu yetu amesilimu, apatiwe kiti kizuri. Hebu pumzika hapo dadangu. Mimi nataka nione kama watu wa Jenga wamenisahau ama wananikumbuka. Dada, nyinyi wawili nitaka niwasalimie tena. Msikimbi huyu mwenye black mwanzo mwisho, kuja salimia. Salamu tu peke yake. Mimi huwa nawapenda Wakristo sana. Wakristo nawapenda, kuja nisalimie. Huyu dada ndio si mwoga, kuja nisalimie dadangu. Sasa wanasema wacha atuwakilishe. Hebu mpe maiki huyu dadangu kwanza. Ishike tu maiki, haina shida. Kamata tu kwa mkono wako. Ishike maiki. Unajua wengine wana itikadi kwamba ukishika hiyo maiki ya Uislamu tayari umekuwa Muislamu. Si hivyo, tunafundishana maneno ya dini. Dada, umesema unaitwa nani? Elizabeth. Hebu ongeza volume kidogo nikupate kwa njia nzuri. Elizabeth, sio? Elizabeth, tumeweka mkutano wetu hapa. Mkutano wa wazi. Nje kabisa kiwanjani. Lengo letu ni kufundishana maneno ya dini. Hivi tumefanya makosa dada? Si makosa. Kwa sababu tunataka kujenga uwiano mzuri baina ya Wakristo na Waislamu. Kwa sababu sisi sote ni ndugu, si kweli? Na nilitoa aya mimi katika Qur'ani, nitairudia kwa ajili yako wewe. Katika Qur'ani sura ya 5 ile aya yake ya 82. Msikize Mungu anasema nini katika kuwajua Wakristo na Waislamu. Mungu anatupenda sana. Twende. Elizabeth, ndio Qur'ani. Labda hajaiona. Aione leo Qur'ani. Sisi mkutano wetu ni wa amani, hatuna matatizo. Inasema hivi. Ndio. 5:82. 5:82 Qur'ani. Naam, inasema. Acha nimuonyeshe aone. Inasema hakika ndio utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Uislamu ni Mayahudi. Asante. Na wale mshirikina wasiokuwa na kitabu. Na wale mshirikina wasiokuwa na kitabu. Twende. Na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Hebu mpe maiki dadangu. Elizabeth, shika maiki. Yaani watu wamejengwa imani. Ile maiki ya Waislamu imewekwa chini ndani yako. Shika tu hivi. Tayari umeingia katika dini. Si kweli. Hiyo ni chombo tumekinunua kwa Wahindi hapa. Hakina matatizo. Kwa mujibu wa Qur'ani dada yangu, Mungu anasema Waislamu na Wakristo si ni marafiki. Hivi itatokea rafiki yako unaweza kumdhuru? Yaani ukamdhuru rafiki yako, inaingia akilini? Ndio maana tunawapenda. Ndio maana mkutano wetu wamekuja Wakristo na Waislamu. Kwa sababu sisi ni nani? Ni marafiki. Sasa dada yangu, naomba uniulize kaswali kadogo kuhusu Uislamu, na mimi kama nina uwezo nitakujibu. Nikishindwa kujibu, mashehe wote hao wamesimama wamenizidi elimu, watanijibu, watakuja kukujibu. Labda ungekuwa na swali lolote la kutuuliza, hata moja, hata swali dogo. Hebu mpe kaka kwanza nimsikie. Naye kaka yangu, uko na swali lolote la kutuuliza? Swali? Mimi sina swali. Huna swali lolote? Sasa hii nafasi mimi nataka nimpe mwalimu wangu pale Salim Kugi. Aulize kaswali kadogo tu, si ndio? Kadogo tu, asiulize swali kubwa. Maana asikiuliza swali kubwa ni hatari. Jamani, mimi naachia maiki. Kama katika niliyozungumza nimekosea mtu, kabla niachie maiki na kuombeni samahani. Kama nimezungumza maneno ambayo yamemuudhi mtu yeyote, kabla niteremke na kuombeni samahani. Mimi ni mwanadamu na hakuna mwanadamu aliyekamilika. Na kama kuna yale nimezungumza ambayo nimepatia si kwa elimu niliyokuwa nayo, bali ni tawfiki ya Allah, wa huwa yahdi sabil. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakangu, umesema unaitwa nani? Mimi naitwa Oscar. Oscar.